Karibu mpenzi mtazamaji wa Ishi Media. Siku hii ya leo nitakwenda kukuelezea juu ya sheria ya Marekani ya mwaka 1973 ambayo iliweka kizuizi cha Marekani kiholela, lakini Marekani mwaka 2001 wakatengeneza mfumo mwingine wa sheria ambao unaiwezesha Marekani kuingia vitani kiholela, na ndio maana Marekani imekuwa bize kivita kwa miaka 30 au 35 sasa kuliko nchi nyingine yoyote ile duniani. Mimi ninaitwa Robin Media na nakukumbusha tena, hii ni Ishi Media, channel yako ambayo inakuletea habari mbalimbali za kimataifa. Sasa hapo zamani kulikuwa kuna vita kule Vietnam, kati ya Vietnam Kusini na Vietnam Kaskazini. Warusi walikuwa wanashiriki katika hiyo vita na Marekani baadaye wakaingia kwa ajili ya kwenda kuisaidia Vietnam ya Kusini, na Warusi walikuwa wakiisaidia Vietnam ya Kaskazini ambayo ilikuwa ni Vietnam ya kikomunisti. Sasa Marekani walipofika pale walikuta mambo ni magumu zaidi. Kwa hiyo ilikuwa ni tofauti na vile ambavyo walitegemea, na pengine ni moja ya makosa ya majasusi wa Marekani walioyafanya kwa kipindi hiko, na hasa ikizingatia kipindi hiko majasusi wa Kimarekani walikuwa bado pengine hawana uzoefu mkubwa kutokana na kwamba shirika lao la kijasusi lilianzishwa mwaka 1947 tu. Kwa hiyo vita ile ya Vietnam iliwatia aibu sana wa Marekani kwa sababu hawakushinda, na hatimaye Warusi na Vietnam ya Kaskazini wakaweza kufanikisha ushindi na kuiunganisha Vietnam nzima ikawa ni Vietnam ya kikomunisti. Walipotoka Vietnam, ilipofika mwaka 1973 waliamua kupitisha sheria ambayo inazuia nchi kuingia vitani pasipo ruhusa ya bunge lao ambalo huwa wanaliita Congress. Congress inabeba mihimili miwili ya mabunge yao. Marekani nchi ambayo ina mabunge mawili ambayo ni maseneta pamoja na House of Representatives. Ukiwaunganisha wote ndio tunasema hao ni members of Congress, yani wanachama wa Congress. Kwa hiyo kwa muda mrefu sheria ikawa ni kwamba nchi yao haiwezi kuingia vitani pasipo kuidhinishwa na wabunge wa nchi. Marais wa Marekani wakaona hili jambo ni jambo zito sana. Kwa hiyo wengi walikuwa wanatamani kuona maslahi yao yakitimizwa katika nchi mbalimbali. Sasa kilichotokea ni kwamba tunakumbuka mwaka 2001 kulitokea shambulio ambalo Al-Qaeda, kikundi ambacho wanakiita ni kikundi cha kigaidi, wakashutumiwa kuhusika na shambulio la pale Marekani, na Osama bin Laden akashutumiwa kwamba ndio ambaye aliongoza shambulio hilo. Sasa ikawa Marekani wanatakiwa kwenda kulipa kisasi kupambana na Al-Qaeda, na Al-Qaeda si jeshi la nchi bali ni kikundi tu. Sasa watawezaje kuidhinisha kwenda kupigana na kikundi? Kwa hiyo ndipo ambapo wakaunda sheria ambayo huwa wanaiita AUMF, kirefu cha of use of military force, yani idhinisho la kutumia nguvu ya kijeshi. Sheria hii inampa nguvu rais wa Marekani kutumia nguvu ya kijeshi endapo hata Congress pengine ikakataa. Hivi ndivyo habari zinavyosema. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba sheria hii ikawa tena imeizunguka ile sheria ya mwaka 73 inayotaka usubiri Congress, lakini hii ikawa inampa nguvu Marekani ya kuweza kutangaza kwamba anaingia kufanya operation fulani, lakini si vita. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo wakaipitisha mwaka 2001, na ndio maana Marekani wakatangaza wanaenda kufanya operation ya kupambana na magaidi wa Al-Qaeda kule Afghanistan. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba sheria hii inampa pia rais wa Marekani nguvu ya kutokuwa na kikomo endapo atapeleka majeshi katika nchi fulani kwenda kufanya kitu ambacho atakiita operation. Kwa hiyo sheria hii haitangazi kwamba tunaingia vitani, bali inatangaza tunaenda kufanya operation fulani katika eneo fulani, na wanajeshi wana uwezo wa kukaa muda wowote ule ambao wataamua kukaa. Ninaweza nikakupa mfano, ni walipokwenda Afghanistan wakasema wanaenda kufanya operation ya kupigana na kundi la Al-Qaeda, na walikaa kule Afghanistan kwa miaka 20. Hivi ndivyo hii sheria ya AUMF inavyoweza kumpa nguvu kiongozi wa Marekani kuweka majeshi sehemu fulani kwa muda mrefu sana. Lakini pia sheria hii imetumika katika maeneo mengi, kwa sababu toka imepitishwa Marekani sasa ndio wakawa wamechachamaa maeneo mbalimbali kwa ajili ya vita mbalimbali, mojawapo ikiwa pale Iraq, vita iliyomtoa Saddam Hussein, lakini pia Syria,
Libya, kote huko wakawa wamechachamaa, na mpaka hivi tunavyoongea majeshi ya Marekani, habari zinasema yako bado Syria, yanasema yanapambana na magaidi wa ISIS. Kwa hiyo wako katika operation mbalimbali za kupambana na magaidi wa ISIS, japo watu wanawatuhumu kwamba wako pale Syria kwa ajili ya mafuta, kutokana na kwamba wako katika eneo ambalo lina mafuta mengi, na Marekani inajulikana kwamba ina uhitaji mwingi wa kwa sheria kama hii tuendelee kuitegemea Marekani ikishiriki katika vita mbalimbali kwa kivuli cha neno operation. Na watu wengi wamekuwa wakilalamikia nguvu hii ya kisheria ambayo wanapeana wa Marekani katika serikali yao, hasa kutokana na kwamba vitu vingine ambavyo wanafanya Marekani vinakuwa si vya kweli. Mfano, vita ya Iraq haikuwa vita yenye sana. Baadaye walikiri kabisa kwamba kile ambacho walikitangaza juu ya Saddam Hussein kuwa na silaha za maangamizi ilikuwa si sahihi. Wa Iraq walikufa bila hatia yoyote kwa jambo ambalo halikuwa la kweli, na ikasema kwamba basi ilikuwa sababu kuu ni mafuta. Mimi ninaitwa Robin Rachel na hii ni endelea kutembelea channel yetu pendwa.